Hello wadau wetu wa KingoFarm, tumekuwa tukitoa makala mbalimbali zinazohusiana na vitu vya asili, ila leo hii nitakuelekeza mwongozo au namna ambavyo unaweza kuwapa kuku wako chanjo za dukani, na chanjo zipi za dukani zinatakiwa kuku wako wapewe na kwa muda gani. Leo nitakupa mwongozo maalum wa kuwapa hizi chanjo za dukani. Chanjo ya kwanza ya dukani ambayo kuku wanapewa ni chanjo ya Marex. Hii chanjo ya Marex mara nyingi kifaranga anapewa mara baada ya kutotolewa. Kama unatotolesha mwenyewe, huwa tunashauri ununue kitabu cha tiba za asili ili uweze kuwatengenezea chanjo mbalimbali za asili. Ila kwa wale ambao wanachukua vifaranga kutoka kwenye makampuni, basi nadhani hii chanjo huwa wanachanjwa huko kwenye kampuni, chanjo ya Marex. Chanjo ya pili sasa ambayo huwa kifaranga anapewa ni chanjo ya Newcastle. Hapa kwenye Newcastle kuna ipo ambayo ile imeandikwa Newcastle la Sota, ile ambayo inachanja kideri tu. Pia kuna chanjo nyingine inaitwa ND- au plus IB. Hii chanjo ina Newcastle pamoja na infection bronchitis au mafua, ile mafua makali. Hii chanjo huwa inakinga kideri pamoja na mafua makali kwa wakati mmoja. Hii chanjo ni nzuri sana sana sana. Na hata bei yake iko juu kidogo, sio chini, nadhani sio chini ya 12,000 kwa maduka mengi, kuanzia 12,000 mpaka 15,000. Hii chanjo iko vizuri sana kwa sababu inakinga vizuri kabisa kideri pamoja na mafua. Hii itakusaidia sana kama huwa unapata changamoto ya mafua bandani kwako mara kwa mara. Itumie hii chanjo ya NDIB. Inapatikana kwenye maduka makubwa ya mifugo. Maduka mengi ambayo ni makubwa kabisa ya mifugo, hii chanjo huwa inapatikana. Lakini kwa maeneo ya vijijini mara nyingi haipatikani. Kama unakuwa unaikosa hii chanjo ya NDIB, basi tunakushauri uwape kinga ya mafua ya asili. Kama utawapa hii Newcastle ya dukani, utapata ile ya shilingi 6,000 nadhani, basi wachanje na hizi za asili kwa ajili ya kuwakinga na mafua kama wewe unapata chanjo za mafua mara kwa mara. Kama wewe unapata ugonjwa wa mafua mara kwa mara. Pia hii chanjo sasa wakati wa kuwapa ndo hapa ambapo huwa tunaanza kuelekeza unatakiwa ufanye kitu gani. Hizi chanjo zimeandikwa pale nje ni dozi ya kuku wangapi. Kuna chanjo ambayo imeandikwa 200 doses, maana yake ni dozi ya kuku 200. Kuna chanjo ambayo imeandikwa ni dozi ya kuku 500 na kuna chanjo ambayo imeandikwa dozi ya kuku 1,000. Sasa kama kwenye kile kichupa chako pale nje wameandika 200 doses, manake dozi ya kuku 200. Sasa kama watakuwa wamekuandikia ni dozi ya kuku 200, basi iweke kwenye maji lita 5. Na ukiona wameandika pale 500 doses ya dozi ya kuku 500, basi inawekwa kwenye maji lita 10. Na kama itakuwa imeandikwa ni dozi ya kuku 1,000 nje pale kwenye kile kichupa, basi utaweka kwenye maji lita 20. Lakini kwenye lita 20 hapa, kwa mfano kama umewekewa maji lita 20, basi unaweza kuweka maji kati ya lita 18 mpaka 20, kote kutakuwa hakuna madhara yoyote yale. Kama ni dozi ya kuku 500, unaweza kuweka kwenye maji lita 8 mpaka lita 10, pia kunakuwa hakuna shida yoyote ile. Utaangalia na idadi ya kuku wako au wingi wa kuku wako, maana unaponunua chanjo unatakiwa pia ujue una kuku wangapi ili uweze kununua chanjo ambayo ni dozi ya kuku wangapi. Lakini kwa hii chanjo ya NDIB hapa kwenye Newcastle, mara nyingi huwa naona ni inakuja chanjo ambayo imeandikwa ni 1,000 doses au ni dozi ya kuku 1,000. Ndio mara nyingi nimeiona ya aina hiyo. Kwa hiyo kama unataka kuwakinga kwa kutumia hii chanjo, basi nitakiwa tu uwe tayari kununua chanjo ya kuku 1,000 na ukaweka kwenye maji, lakini usisubiri mpaka wamalize yale maji yote, kwa sababu kama ni kuku wachache hauwezi kumaliza hayo maji ya kuku 1,000, labda una kuku 100, 200, haiwezekani. Ila wewe utakachoangalia akishapita masaa yale mawili ambayo umewapa wanyo, basi itoe, kwa sababu yakizidi masaa 3 ile chanjo huwa inabadilika, inakuwa kitu kingine ambacho inaweza kuwa sumu na inaweza kuwadhuru kuku wako. Na hapa kwenye mwongozo wa kuwapa chanjo, ukishajua kuwa ni dozi ya kuku wangapi na unatakiwa uweke kwenye maji kiasi gani, basi kitu kinachofuata ni kuhakikisha kuku wale wote au wale vifaranga wote wamekunywa vizuri hiyo chanjo. Sasa utafanyaje ili uhakikishe vifaranga wako au kuku wako wote wamekunywa chanjo? Ni utatenga dakika 40 kabla ya kuwapa chanjo kuku wako wasipewe maji yoyote yale, unawapa chakula tu. Kwa hiyo kwa hizo dakika 40 utawapa chakula, watakula chakula tu. Zikipita dakika
dakika 40 utaenda utaweka yale maji ambayo utakuwa tayari umeshachanganya chanjo, na utahakikisha wanakunywa kwa muda wa masaa 2, yasizidi masaa 2 kwa usalama zaidi. Japokuwa pale kwenye chanjo wameandika unaweza kwenda mpaka masaa 3 kwa baadhi ya chanjo wameandika pale nje, lakini kwa usalama zaidi tunashauri yawe masaa 2. Baada ya kuitengeneza ile chanjo wape kwa muda wa masaa 2. Hakikisha vifaranga wako wote wamekunywa maji na watayashambulia yale maji yenye chanjo kama utakuwa uliwaacha na kiu cha maji kwa muda mrefu. Ndio maana tunakwambia, tunakushauri uache dakika 40 bila kuwawekea maji yoyote, na usipitilize labda masaa 2 3. Hapana, hakikisha dakika 40 tu wanakula chakula kikavu, lakini baada ya hapo unaenda unawawekea maji yale yenye chanjo. Kwa hiyo kila kuku au kila kifaranga atapata kiu cha maji na ataenda kunywa yale maji ambayo yanakuwa yana chanjo. Sasa baada ya masaa 2 kupita wakiwa wamesha kunywa hii chanjo, utakapoitoa ile chanjo utaenda kuosha vizuri vile vyombo, kisha utaweka maji matupu yasiyokuwa na kitu chochote kile kwa muda zaidi ya angalau yasizidi masaa 8. Wao wamekunywa maji matupu, sio chini ya muda wa masaa 8. Wanywe maji ambayo hayana vitamin wala hayana booster wala hayana kemikali yoyote ile, sio chini ya muda wa masaa 8. Wanywe hayo maji ambayo yatakuwa matupu kabisa. Na nilisahau, kabla pia ya kuwapa hii chanjo, labda kabla ya hizo dakika 40 ukawaacha na kiu, ule muda wa nyuma pia huo umewapa maji matupu, sio chini ya masaa 8. Wao wamekunywa maji matupu. Kwa mfano, kesho unataka kuwapa chanjo, leo hii utawapa maji matupu, kesho utaacha dakika 40 wakiwa hawana maji. Baada ya hapo utawapa chanjo, na baada ya kuwapa hii chanjo utawapa maji matupu kwa muda sio chini ya masaa 8. Wanywe maji matupu. Baada ya hapo utaendelea na utaratibu wako wa kila siku, kama umekuwa ukiwapa vitamin booster au kinga na kadhalika, utaendelea na utaratibu wako baada ya hawa kuku kunywa maji matupu. Kwa hiyo kwa utaratibu wa chanjo zote ambazo tunaweka kwenye maji, kwa mfano hiyo ya gomboro huwa wanapewa siku ya 14. Utaratibu wake ni huo ambao unatumika kwenye hii chanjo ya Newcastle. Na siku ya 21 huwa tunarudia gomboro ya kideri, na utaratibu ni huu. Siku ya 21 huwa tunarudia gomboro, utaratibu wake pia ni huo. Tunawakumbusha sisi KingoFarm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp, ambapo unalipia ada ya shilingi 8,000 ndipo uweze kupata mafunzo. Utaweza kuona sisi hapa shambani kwetu tunawahudumiaje kuku wetu, pia utaweza kuuliza maswali na utajibiwa. Ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Pia tuna vitabu ambavyo vina miongozo mbalimbali ya ufugaji. Tuna vitabu 5: safari ya ufugaji, tiba za asili, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa broiler. Pia tuna muongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Vitabu hivi vitakusaidia kutengeneza madawa, chakula, pamoja na kuangalia miongozo mbalimbali ya kuwafuga kuku aina mbalimbali. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama utakuwa unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video na unaweza kutupigia au ukatutumia ujumbe. Sasa huo nimekupa leo mwongozo wa namna ya kuwapa chanjo za kwenye maji. Makala ijayo tutaangalia namna ya kuwapa ile chanjo ya kuwachoma na sindano au ile chanjo ya ndui. Endelea kutufuatilia KingoFarm ili ujue vitu mbalimbali kuhusiana na ufugaji wa kuku.